Jeshi la Polisi makao makuu lilitoa mpango wa kuhakikisha kwamba elimu inafikishwa kwa wananchi wote, elimu ya kuzuia uhalifu katika mitaa, katika kata, katika vijiji, katika tarafa. Leo tumewaita wakaguzi wa kata katika wilaya mbili tu. Hawa ni wawakilishi wa Jeshi la Polisi katika kata zote. Ninawaomba sana muwatumie katika kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu mikakati tuliyojiwekea ya kuzuia uhalifu katika mitaa yetu, katika kata zetu, katika tarafa zetu. Hao ndio kazi yao kubwa. Wajibu wa kuzuia uhalifu sio wa Jeshi la Polisi peke yake. Wajibu wa kuzuia uhalifu katika jamii ni wajibu wa Jeshi la Polisi, ni wajibu wetu sote tuliokuwa katika eneo hili, ni wajibu wa watu wengine wote wa mkoa wa Mwanza ambao wamebaki kule, kwa sababu wahalifu wanatoka miongoni mwetu, kwa sababu wanaoshuhudia uhalifu wanatoka miongoni mwetu, kwa sababu wenye wajibu wa kuzuia uhalifu wapo miongoni mwetu, kwa sababu madhara yatokanayo na uhalifu yanatokea kwenye jamii zetu, kwa sababu madhara ya vitendo vya vurugu, uvunjifu wa amani vinatokea katika jamii yetu. Kwa hiyo sisi kwa pamoja tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Bado yako matukio ya mauaji yanayotokana na migogoro, yanayotokana na wivu wa kimapenzi, yanayotokana pia na mambo ya imani potofu za kishirikina. Lakini yako matukio ya ajali ambazo zinasababishwa pia na wananchi kutokuheshimu sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Sasa hayo yote hatuwezi kuendelea kuyafumbia macho tukaendelea kuyaacha yatokee. Lakini katika mitaa pia yako matukio yanayoashiria vitendo vya uvunjifu wa amani, vitendo vya vurugu. Wote sisi kama wadau tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunavikataa kwa nguvu zote. Wenye viti wa serikali za mitaa na watendaji, ninyi, serikali inaanzia huko kwenye mitaa, serikali inaanzia huko kwenye vijiji. Waliwachagua, mkapigiwa kura, mkafurahi, mkapewa madaraka. Ndugu zangu, madaraka mliopata kupitia zile chaguzi zilizofanyika, yale madaraka ni mzigo. Yale madaraka mliopata ni kazi, na kazi ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba wananchi katika mtaa wako, katika kijiji chako wanakuwa salama. Nasema hivyo, tunawakumbusha pia umuhimu kwenu wa kuhakikisha kwamba mnawajua wageni wanaoingia katika mitaa, katika vijiji vyenu, katika vitongoji. Nawakumbusha kuhakikisha kwamba mnawatambua wananchi wenu na kuchukua hatua za haraka kwa wale ambao mnawabaini ni wahalifu katika mitaa, ni wahalifu katika vitongoji. Lakini kwa wale ambao mnawabaini pia sio Watanzania, watolee taarifa kwa mamlaka zinazohusika. Jeshi la Polisi tupo, idara ya uhamiaji wapo, toeni taarifa ili waweze kuchukuliwa hatua. Kuna mambo ya kuuza viwanja, tunapokea kesi nyingi sana. Migogoro kati ya mtu na mtu imetokea kwenye mitaa, ambayo ukiitizama hii migogoro imeanza tu na ile mihuri na zile sahihi mlizoweka wakati kiwanja kinauzwa kutoka kwa A kwenda kwa B. Tuwe waangalifu sana, tufuate taratibu zilizowekwa, tusijiingize katika mambo ambayo yanasababisha watu wagombane, yanasababisha watu wafanyiane matukio ya kihalifu kwa sababu ya migogoro hiyo ya ardhi ambayo tunakuwa tumeitengeneza sisi. Tunalo kundi la waganga wa tiba asili. Pia tunawapongeza sana
kwa huduma hizo mnazotoa. Wale wanaoshiriki kwenye hizo huduma huwa wanatuambia mnatoa huduma nzuri. Tuwaeleze ukweli wateja wanaokuja mbele zenu kuhusu utatuzi wa changamoto mbalimbali walizokuwa nazo. Kama mtu anaumwa, mpe ushauri aende hospitali. Usiendelee kuchukua hela za nini? Hospitali zipo, dispensary zipo, vituo vya afya vipo, hospitali kubwa za rufaa zipo. Tuwaelekeze watu wakapate tiba. Wewe tibu kile unachokiweza tu. Ramli chonganishi naomba isiwe sehemu ya tiba yenu. Unapotaja ramli chonganishi, ukichonganisha mtu na mtu unazalisha uhalifu, si ndio? Ukichonganisha mtu na mtu unazalisha uhasama. La mwisho, kwa waganga wa tiba asili, kupitia wiki tumeona pia tuwakumbushe, msiwadanganye watu. Najua ni wachache sana. Msiwadanganye watu na kuwaaminisha kwamba jeshi la polisi au vyombo vingine vya kiusalama haviwezi kuwakamata kwa madawa ya asili au mambo ya aina hiyo. Ndugu zangu, huo ni utapeli. Msishiriki kwenye mambo ya aina hiyo, kwa sababu mhalifu anafanya kosa. Ukamataji wa mhalifu tunakwenda kwa mbinu za kisayansi. Atashikwa tu. Ukifanya uhalifu katika mkoa wa Mwanza utashikwa tu. Hata uishi kwa waganga wa tiba asili wasio waadilifu, hata uhamie huko, hata uwape kitu gani, sisi tutakushika tu, kwa sababu ukamataji wa wahalifu ni kazi ambayo sisi jeshi la polisi tumesomea. Inafanyika kwa weledi, inafanyika kwa kufuata sheria, lakini ukamataji wa wahalifu ni professional. Wewe sio professional yako kuwaficha. Sisi lazima tufanikiwe. Ndio maana katika mkoa wa Mwanza utatenda uhalifu halafu ukasalimika. Hata tusipokushika leo, itapita wiki, tutafanya nini? Tutakushika. Utapita mwezi, utafanya nini? Utakamatwa tu. Sasa tunaomba sana muwasaidie hao wateja wenu, tusiwaaminishe na mambo kama hayo. Dionis Msenga Kamla ni katibu wa SMAUJATA kata ya Michelele. Nimepata fursa hii ya kuzungumza nawe uso kwa uso. Ni mara yangu ya kwanza, sijawahi tangu nizaliwe. Mheshimiwa, haya yalikuwa ni maua ya kwako kutoka mtaa wa Luchelele Ziwani kuja kwako. Kero ya kwangu ya kwanza naomba upokee. Luchelele Ziwani au kata ya Luchelele ni kata ambayo imebarikiwa kuwa na bandari au kuwa na kivuko cha MV Temesa. Kinatoa huduma kutoka Luchelele kwenda Irunda. Kile kivuko mpaka sasa kinajiendesha kwa kusuasua. Kuna siku kinaenda, kuna siku hakiendi. Wananchi tunashindwa kupata yale matunda kwa wakati, kwa sababu kivuko kile kimekuwa kikihujumiwa au kikiibiwa mafuta. Tunaomba jeshi la polisi litusaidie, kwa sababu kivuko kile kikiacha kutoa huduma pale, sisi wananchi na jamii kwa ujumla tutapata adha ya usafiri. Naomba kuwasilisha hoja yangu ya kwanza. Hoja yangu ya pili, na ni tamanio langu, kipindi unakuja pale Royal Sunset Beach, sisi kama kamanda au polisi jamii hatukuchukua chochote au mawaidha yote kutoka kwako au kauli ya kutujenga sisi polisi jamii tulioweza kukamata bidhaa haramu kutoka nchini Uganda, na wewe mwenyewe ukaweza kutia mguu wako kwa mara ya kwanza kata ya Luchelele. Naomba kupitia kikao hiki utoe neno la faraja kuniwasilishia mimi, na mimi nikawe ngazi ya kuwawasilisha wananchi wa mtaa Luchelele Ziwani. Naomba kuwasilisha kero ya wanakata ya kata Luchelele. Kero kubwa ni ukosefu wa kituo cha polisi. Eneo lipo, kituo cha polisi kilishaanza kujengwa muda mrefu, na tunaomba kama itawezekana kikao hiki kikawe ni chachu na mwanga
ya wanakata ya Luchelele. Kituo kile endapo kikasikia kauli yako ni lini kitakamilika, wananchi wa kata ya Luchelele watajisikia faraja na wataona kwamba hawajakosea serikali kukuweka wewe kuwa mlezi wa mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Naitwa Manaidi Omari Nasoro, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Shigunga, kata ya Mandu. Mimi ninayo machache ambayo nataka niwasilishe kwako. La kwanza ni juu ya vijana ambao wamezagaa mtaani, ambao kimsingi wanafanya biashara ya mtandao. Mheshimiwa RPC, imekuwa ni changamoto sana kwa vijana ambao wametolewa mikoani. Tunaposema tunapokea wahamiaji, pengine tunaweza kusema ni haramu au ni halali. Ni vijana ambao hatutambui wametoka mikoa mbalimbali, Simiyu, wametoka Geita, wametoka Kagera, lakini wamejigubika sana katika maeneo yetu kwa kufanya biashara ya mtandao. Mheshimiwa RPC, jambo hili limekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu pia ukianza kuhojiana nao wanakuambia wengine ni wanafunzi ambao wanataraji kuingia form 5 na vyuo, lakini ni wanajiingiza kwenye biashara ya mtandao. Nikuombe, kama biashara hii ni halali, basi watafute wale ambao sio wanafunzi ili kuweza kuendeleza ndoto zao za kimaisha.